Leo nataka nizungumze na wewe mwanamke. Malalamishi yamekuwa mingi sana na siku zote mtumwa huwa hauawi. Nataka mnielewe, mtumwa huwa hauawi. Mimi nimetumwa. Wengine ni wanaume zenu, wengine ni waume zenu. Na hapa nazungumza na wanawake ambao hawapo kwenye ndoa na wale ambao wapo kwenye ndoa. Kuna baadhi ya mambo ambayo mnayafanya, lakini inakuwa kero sana kwa waume zenu na kwa wanaume zenu. Kuna vijitabia ambavyo mnavifanya wanawake na wanaume zenu hawapendi, hususan ule wakati wa kuvumbulana. Wewe utaona uko sawa, na cha kusikitisha zaidi ama cha kuumiza zaidi ni kwamba labda huyo mwanamume wako ama mume wako hana ile nafasi, hana uwezo wa kuzungumza na wewe kuhusiana haya mambo, kwa sababu unajua sio ndoa nyingi ambazo zina uwezo wa wanandoa kukaa chini na kuzungumzia kuhusiana na sex life. Sasa hapa kuna hivi vijitabia ambavyo wewe mwanamke unainisikiliza, lakini pia unainitazama, huwa unavifanya, lakini inakuwa kero kwa mpenzi wako, hususan wakati wa kuvumbulana. Kwanza kabisa jamani, kukaa kimya kupitiliza. Yani unakaa kimya, hutingisiki, yani overgogo kama maiti, astaghfirullah. Kama kuna kitu ambacho kinamkosesha raha mwanamume, jamani, ni mwanamke kutotoa tanakali za sauti, kutoguna wakati wa kuvumbulana. Yani unafanya kile kitendo pamoja na yule mpenzi wako kukosa ushirikiano. Mwanamume siku zote huwa anapenda sana kuona mwanamke akionyesha hisia. Anapenda sana kuona mwanamke anashiriki lile tendo la ndoa kikamilifu. Kwa hivyo unapokuwa kwenye 6 kwa 6 bedini, mwanamke mwenzangu, onyesha utundu, sawa Onyesha ubunifu wako wote uliojaliwa. Kama panapostahili kugunwa guna, panapostahili kutolewa tanakali za sauti, mama, toa tanakali za sauti. Panapostahilika kupiga unyende, mama, piga unyende. Yani unampatia motisha yule mwanamume kwamba kitu anachokufanyia wewe unakipenda, lakini pia unakifurahia. Lakini ukinyamaza, ukiwa kama taksi bubu, mara ngapi wewe mwenyewe kama abiria ukipanda gari ambalo halina hata habari za kifo, unaboeka, unashuka hilo gari. Ngoma bila kulewa utaitezaje mpenzi? Kwa hivyo hakikisha ule wakati wa kuvumbulana unatoa sauti za chini za kimahaba, miguno ya kuthibitisha kwamba mwanamume kama mpenzi wako anakujulia, unafurahia tendo, ili na yeye aongeze utundu wake na maajabu yake yaliyofunzwa jandoni. Kwa sababu raha ya chumbani kwenye 6 kwa 6 bedini, kuwe na vita vya unyagoni na jandoni. Mwanamke umepelekwa unyagoni, mwanamume umepelekwa jandoni. Kila mtu pale anaonyesha ubabe wake. Hakuna kukomoana, lakini unamuonyesha kwamba na mimi sio mchache. Panapohitajika kupigwa unyende mwanamke, nitapiga unyende. Panapohitajika kupigwa kiuno, nitakata mauno. Mwanamume the same. Yani cha msingi kabisa, mwanamke lazima mkunwa awe na heka. Sijui tunaelewana? So hilo ni jambo ambalo nimetumwa na wanaume zenu na waume zenu, nije niwaambie wanawake mnabugi. Wanaume wanataka wasikie tanakali za sauti na wasikie miguno. Inaongeza mahanjam, inaongeza masotujo fulani wakati wa kuvumbulana jamani.
Usilale 4 kama gogo, usilale 4 kama maiti. Haipendezi. Sawa. Kitu chengine ambacho kinakera sana wakati wa kuvumbulana, wanaume wenu wanakasirika sana mnapoleta mazungumzo ambayo hayahusiani na ule muda wa kuvumbulana. Yaani wewe uko kwenye kitanda, na siku zote nakwambia hapa ndani ya Unyagoni kwamba kitanda sio mahakama. Una kesi, sijui mavia leo, unaona wifi, sijui dadako, sio wakati. Yani pale unapopanda kitandani, shughuli ni moja tu, kuvuana nguo kama makabeji na kuvumbulana. Halas. Sio umepanda kwenye kitanda wewe ndio unaanza tena umefura, utasema umetiwa hamira. Ukishikwa hivi unatutumka nini? Si mamako leo amekuja, chakula ilikuwa nimekupikia, amekila chote, mamako nkafa, anapenda kula. Wifi amekuja, shemeji, sijui mwanayo amefukuzwa shule, jirani hapana. Usungo huo. Mwanamke anayejielewa kama mwanamke haleti mashtaka kitandani. Na ndiyo maana kuna sebule, ndiyo maana kuna busati, ndiyo maana kuna kochi, ndiyo maana kuna sitting room. Yani neno la jikoni halifai kufika chumbani, neno la jikoni halifai kufika sitting room, na neno la sitting room halifai kufika chumbani. Na ndiyo maana unaambiwa chumbani kuwe na busati. Kama hauna busati, basi kaa sebuleni. Matatamishi yote ulionayo unataka kumtolea mume wako ni sitting room, ama mukae chini kwenye busati muyazungumze mpaka mupatane. Lakini munapopanda pale kwenye kitanda, shughuli iwe moja tu, kisha iwe shughuli pevu, shughuli ya kutoana jasho, shughuli ya kuvuana nguo kama makabeji, shughuli ya kufurahia na mwili, shughuli ya kuonyeshana ubabi. Sio shughuli ya kupeana kesi, shughuli sijui. Hapana. Huo sio wakati sahihi wa kuleta mazungumzo ambayo hayahusiki. Mazungumzo ambayo yanahitajika pale ni kwamba mume wangu, nimekumisi mno, leo niko tayari kwa ajili yako. Unaona shanga nimevaa 3, ina maana mabao yanayotafutwa hapa ni 3. Mambo kama hayo, mambo ambayo yanaendana na mazingira. Mazungumzo ya kifamilia, ya kifedha, jamani, yafanyike sehemu hitajika, ni sebuleni, ni kwenye busati, lakini sio kwenye kitanda. Sawa? Wanaume hawapendi. Mwanamume wako ama mume wako hapendi, japo hatokwambia, lakini ni kitu ambacho hakipendi. Sawa? Kitu chengine ambacho mwanamume hapendi ni kulalamika na kukosa, yani ule mwili wako wewe mwenza wako ama mpenzi wako, mume wako hutaki ufurahie. Sijui kama unanielewa. Unajishuku mtoto wa kike, sijui mimi nina michirizi. Wewe hujui raha ya michirizi. Unajua raha ya michirizi kwa mwanamke. Mwanamume anapenda. Kwanza kitu ambacho haukijui mwanamke, wakati wewe unajishuku kuhusiana na mwili wako, akili ya mwanamume wako huwa haiko huko kabisa. Wewe una wasiwasi kwamba atanionaje mapaja yangu meusi. Hayuko huko. Hayuko huko kamwe. Akili yake haiko huko. Sijui makwapa yana nyele, sijui. Shekhe, hayuko huko. Mwanamume anataka yani kufurahia mwili wako. Kwa hivyo mwanamke, jiachie. Muachie uhuru tunda lake, alimege anavulitaka. Sijui kama unanielewa. Mambo ya kujibana bana, mambo ya
kujifinya finya, sijui atanionaje, sijui mimi na tumbo kubwa, sijui mimi matiti yangu yamelala kama slippers. Shekhe ndio mwanzo anayataka kuyapiga mnyonyo.